Kweli Mungu ni fundi. Ni fundi kuliko fundi mwingine yoyote duniani. Yaani Mungu ni fundi. Amini hichi kitu tunachokwambia. Tunaliona jengo hapo nyuma ambalo limejengwa, lina designiwa. Limejengwa kitaalamu kweli kweli. Lakini kuna majengo mazuri zaidi ya hili ambalo unaliona hapo nyuma. Lakini unaweza kujiuliza jengo kama hili yani hata kama ni akili ya mwanadamu, yani how the source, chanzo cha wazo lilitoka wapi? Ndio unakuja kujua mwanadamu aliumbwa na Mungu, lakini Mungu akaachilia ufahamu. Watu wameachiliwa ufahamu hata kutengeneza ndege. Yani jinsi Mungu alivyofundi, kwa sababu asili ya mwanadamu Mungu ndiye aliyemuumba. Sasa ona Mungu alipomuumba mwanadamu akampa na utajiri wa ufahamu wa kubuni vitu mbalimbali. Hii ramani ilikuwa ndani ya ufahamu wa kichwa cha mwanadamu. Lakini Mungu ni fundi na ana maua mengi. Sikiliza, Mungu alipoumba dunia, alipoumba hii dunia ambayo tunaiona hii, alipoumba hii dunia akaweka na maua ambayo anaweza kuyaweka yeye Mungu maua kwenye hiyo dunia yake kwa utukufu wake. Na ukinikupitisha hivyo huko chini unaona kabisa kuna miti, kuna nini, kuna nyumba, kuna nini hivyo. Lakini sasa nini maana yake? Ni kwamba Mungu ameitengeneza dunia hii, ameweka maua mbalimbali kwa utukufu wake. Nataka nikuambie nyumba hii ni maua ya Mungu. Nyumba nzuri, magorofa na nini ni maua, ni utukufu wa Mungu. Na Mungu ameleta vitu mbalimbali kwa ajili, kama milima, kaweka milima kwa utukufu wake. Kaachilia mabonde kwa utukufu wake. Lakini Mungu akamweka mwanadamu kwa utukufu wake. Na huko kwenye mwanadamu kuna wanadamu wa tofauti tofauti. Kuna wanadamu wanene, yale ni maua ya Mungu kwa utukufu wa Mungu. Yani kuna wanadamu wembamba, hao yote ni utukufu wa Mungu. Jua mwanamke au mwanaume uliye mwembamba ni utukufu wa Mungu, ni maua ya Mungu. Wewe mwanamke mnene, bonge, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke, ni maua ya Mungu. Lakini unaweza kumuona mfupi, mtu mfupi, lakini pia ni maua ya Mungu. Lakini pia unaweza kumuona mtu mrefu sana, lakini yote hayo ni maua ya Mungu. Yani Mungu aliweka vyote hivi ni kwa ajili ya utukufu wake. Manake ni nyumba aliyojenga yeye, lakini ameachilia maua sehemu mbalimbali anavyotaka yeye kwa utukufu wake. Sasa ona Mungu alivyo ni fundi. Mungu ni Mungu, hawezi kufananishwa na mwanadamu hata iweje. Hata kama kuna wanadamu watajitokeza wakajiita miungu, wakajiita Mungu, lakini kuna Alfa na Omega. Kuna Mungu ambaye ni Alfa na Omega, ambaye yeye ni anajua kuanza na anajua kumaliza. Ndio tafsiri ya Alfa na Omega. Prophet Nyundo nikaendelea kukupa elimu mbalimbali, kuelewa kwamba ona Mungu alivyo ni fundi. Ameachilia ufahamu wa majengo, ameachilia, lakini ameumba wanadamu weusi. Mimi ni mweusi lakini kuna weupe. Lakini yote haya ilikuwa ni maua ya Mungu katika bustani yake hii ya dunia. Sasa ona Mungu alivyo ni fundi. Mtukuze Mungu, muimbie Bwana, mtumikie Mungu. Okoka na ukiwa mwaminifu na ukimtumikia kwa uhakika, utamuona Mungu akikufurahisha, kwa sababu yeye ni fundi. Hakuna analolishindwa. Anaweza kutengeneza mambo ya maisha yako ukafurahi, ukatabasamu. Shalom tena. God bless you. God bless you. God bless you. Na kubariki tena na tena na tena. Amen. Amen tena.